katika kuhakikisha kuwa tume ya TEHAMA inafikia malengo yake ya kufikisha trilioni 1 za Kimarekani ifikapo mwaka 2050, imeandaa kongamano litakalofanyika jijini Dar es Salaam lenye lengo la kujadili masuala mbalimbali ya kuleta mapinduzi ya kidijitali katika dira ya maendeleo ya 2050. Akizungumza na waandishi wa habari jijini Dar es Salaam, mkurugenzi mkuu wa tume ya TEHAMA Dr. Nkundwe Moses Mwasaga ameeleza kwa kina juu ya uwepo wa kongamano hilo ambalo litahusisha wataalamu wa TEHAMA kutoka mataifa mbalimbali duniani. Kongamano hili tumeliandaa mahususi kwa aina yake sasa hivi. Kongamano hili litatupa fursa watu ambao wapo katika hii sekta ya TEHAMA na watumiaji wa TEHAMA wote kuweza kukutana, wa ndani ya nchi na nje ya nchi, kujadiliana jambo la muhimu sana kwa nchi yetu. Jambo hilo linalohusiana na dira ya mwaka 2050. Tutaenda kujadiliana kila kitu kinachohusiana na mapinduzi ya kidijitali au kwa Kiingereza wanaita digital transformation, ambayo kwenye dira ni kati ya vitu ambavyo vitatufikisha kwa haraka katika lile lengo letu lilojiwekea la mwaka 2050 kuweza kuwa na uchumi wa trilioni 1 ya pesa za Kimarekani au kwa Kiingereza 1 trillion US dollars. Ukiangalia kwenye dira wameainisha wazi kwamba mapinduzi ya kidijitali, digital transformation, ni kati ya madereva ambao wataipeleka dira hii kwa haraka, au tusipojadiliana vizuri inaweza kaenda kwa kasi ambayo hatukuipanga. Kwa hiyo maana kubwa ya kukutana kwenye kikao hiki ni kujiandaa, kujadiliana, kuwasikiliza wataalamu wetu wa ndani, kuwasikiliza kampuni changa, kusikiliza wataalamu kutoka nje, kusikiliza kampuni binafsi, kampuni za umma, tujadiliane kwa pamoja. Sasa kama sisi tumechaguliwa kuwa ni madereva ambao tunaliendesha ile gari ili kufikisha malengo tuliowekewa, tutafanya kitu gani katika hii miaka 25 inayokuja ili kwenda katika kasi kubwa, ikiwezekana kuweza kufika kwa haraka. Tumeona wazi kwamba nchi nyingine duniani zimeitumia vizuri sana mapinduzi ya kidijitali au digital transformation kuhakikisha kwamba vitu vyote vinaenda sawa. Na nadhani wote tunafahamu, tukijadiliana au tukizungumzia mapinduzi ya kidijitali yana nguzo 5 kwa kawaida yake. Nguzo ya kwanza ni masuala mazima yanayohusiana na ujuzi wa kidijitali au kwa Kiingereza wanasema digital skills. Na ile kwa kawaida inaangaliwa katika ngazi 3. Kwanza, matumizi au kupata ujuzi wa kidijitali ambao utamsaidia mtu kuweza kutumia mifumo na vitu vyote vinavyohusiana na kidijitali. Hii ni elimu ambayo inatakiwa Watanzania wote au mtu yote anaishi Tanzania awe nayo. Pia kuna ngazi ya pili ambayo ni wataalamu wa kati ambao tunasema intermediate digital skills, ambayo itawasaidia watu kuweza kutatua kama kuna changamoto yote itatokea kwenye mifumo mbalimbali. Kwa maana nyingine tunawaangalia watu katika kada ya technician ambao wao wanahitajika sana kwenye uchumi wote ambao unaojengwa. Alafu ngazi ile ya mwisho ni ngazi ambayo kwa Kiingereza tunasema ni advanced skills, ni wale watu wenye ujuzi wa juu wa kidijitali ambao utakaowasaidia kuweza kutengeneza mifumo mahususi haswa inayotumia akili unde. Kwa sababu katika maendeleo ya kidijitali tunachotaka kuangalia zaidi ni kuhakikisha tunaitumia akili unde kwa namna mbalimbali ili kuwezesha kupata vitu vifuatavyo. Cha kwanza, kufikisha huduma kwa watu, na huduma sio tu kuifikisha, lakini huduma ambayo inaelewa matakwa ya mtu muhusika, sio matakwa ya kundi la watu. Kwa Kiingereza tunasema kuweza kutoa personalized services, huduma mahususi. Na vile vile tuweze kufikia tukawa tuna kitu kinachoitwa personal government. Yaani mtu anawasiliana na serikali
muda wowote na anaweza kupata huduma zozote, na kwa kawaida katika hali hiyo inatakiwa uitumie akili unde kwa kiasi kikubwa sana, kwa sababu akili unde kitaalamu sasa hivi imefikia inaitwa kwa Kiswahili inaweza kuwa tafsiriwa kama akili unde kama wakala, au kwa Kiingereza wanasema wanaita agentic AI. Akili unde unaweza ukatengeneza taasisi na kazi zake zote na ikawa inaweza kumjibu mtu yoyote muda wowote chochote anachotaka kuhusiana na taasisi hiyo. Kwa hiyo inaleta ufanisi mkubwa na vile vile inaweza kutupa sisi fursa ya kuweza kutoa huduma ambayo inatambua uhitaji wa mtu mmoja. Kwa hiyo katika kongamano hili hayo yote tutakuja kujadiliana. Ile pila nyingine ambayo tuliangalia kwenye mapinduzi ya kidijitali ni mambo mazima yanayohusiana na usalama wa mitandao mbalimbali, masuala ya ulinzi wa faragha za watu, ulinzi wa taarifa binafsi na kuweza kumlinda mlaji. Hilo ni jambo ambalo litaangaliwa pia kwa mapana yake na kwa wataalamu mbalimbali watakaokuja ili kuweza kujadiliana kuhusiana na hilo. Pia kuna nguzo inayohusiana na kupeleka huduma za mawasiliano ambayo inatakiwa apate kila mtu. Kwa sababu katika uchumi wa kidijitali huu tunaotengeneza sasa hivi ni kwamba kila mtu inatakiwa ahusike na aweze kupata fursa tija ya mapinduzi yote tunayofanya. Kwa hiyo huduma za mawasiliano ni za msingi, na nadhani wote tunaona juhudi za serikali kufikisha huduma za mawasiliano sehemu mbalimbali. Serikali imemaliza ule mradi wa minara 758 na kuna mingine tena inaanza kujengwa kuhakikisha kwamba watu wote wanapata huduma za mawasiliano zinawafikia. Kwa sababu ukipata huduma za mawasiliano ndio zile huduma zingine za juu zinaweza zikafika. Nguzo nyingine ni uchumi wa kidijitali wenyewe ambao huu una mambo yake. Uchumi wa kidijitali ndio uchumi tuliokuwa nao, lakini unaokuwa unaendeshwa katika mifumo ya kidijitali. Na mwisho ni masuala yanayohusiana na utafiti wa kidijitali, masuala ya ubunifu wa kidijitali na masuala ya ujasiriamali wa kidijitali. Kwa sababu vyote hivi vinataka kufanyika, inatakiwa vitengeneze kazi kwa vijana, kuhakikisha kwamba uchumi wetu unakuwa kishindani, kwa sababu ukiwa unafanya utafiti ndio utafanya uchumi wa kidijitali uwe unaweza kushindana, kwa sababu uchumi wetu unashindana na masoko ya kikanda, masoko ya bara la Afrika na vile vile masoko ya nchi jirani. Kwa hiyo kongamano hili ni mahususi katika kujadili dira ya mwaka 2050 na kujiandaa kwa watu wa TEHAMA na watu wote ambao wanatumia mitandao ya kidijitali katika kufanya shughuli zao. Ukumbi ambao kongamano hili litafanyika tofauti na makongamano mengine tulikuwa nafanya mwanzo. Ni ukumbi unaoitwa The Superdome uliokuwepo Masaki, na ningependa watu wote ambao watakaokuja waweze kufika pale kuanzia Jumatatu asubuhi saa 1:30 tuanze kujadiliana na tunaenda mpaka Ijumaa.